Jina langu ni Elizabeth Kulola kutoka Mwanza. Mimi ndio mama Askofu Kulola. Kuna kwa wajukuu na kwa watu wa Mungu wanaompenda Mungu, wanaomtii Mungu, wanaoishi kwa Mungu. Bwana na nguvu za Bwana. Bwana apewe sifa. Na mshukuru Mungu kwa sababu tulianza kumtumikia Mungu tukiwa vijana mpaka tumezeeka tukimtumikia Mungu. Kwa ajili ya maombi tulisikia sauti, mzee alisikia sauti ya kumtumikia Mungu. Kwa hiyo akanishirikisha na mimi, nikaanza kumwambia kwamba na mimi nitamtumikia Mungu, lakini tumuombe kwanza Mungu, tufunge na kuomba kusudi Mungu mwenyewe aonekane kwangu, akiniteua moja kwa moja kwamba tumtumikie, kwa sababu naona kule mbeleni kama mimi sijaitwa kama ulivyoitwa wewe, hatutaelewana, itakuwa na mapambano. Lakini kweli mzee alikubali, tukaanza kufunga na kuomba mpaka Bwana alipotuambia, basi nikamruhusu mzee aache kazi aliyokuwa ameajiriwa. Alikuwa anafanya kazi gani mzee? Mzee alikuwa anafanya kazi nyingi sana. Alikuwa anatengeneza mabarabara, anajenga manyumba, kazi ya kuchora plani. Alikuwa na kazi nyingi sana za ujenzi, madaraja na nyumba kabisa za magorofa alikuwa anachora ramani. Kwa hiyo alikuwa na kazi nzuri sana kwa kimwili, ilikuwa anampatia pesa nyingi sana. Sasa nikaona nikianza kazi ya Mungu lazima nitapungukiwa. Nitaanza kumsumbua kwamba nimepungukiwa hiki na hiki, lakini kama nimeitwa na Mungu lazima uito utakaa ndani ya roho, utanisaidia. Na kweli tukafanya hivyo mpaka Bwana alipotujibu. Basi nikamwambia mzee aache kazi, tuendelee na kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Na baada ya kuacha kazi alikuwa chini ya mchungaji nani? Alipoacha kazi mchungaji wa chini yake, kipindi ambapo ndo anaanza rasmi kazi ya kumtumikia Mungu, kashaacha kazi. Tulikuwa AIC, tukatoka AIC tukaenda TAG. Kwanza TAG tumekuwa pamoja na wakina Emmanuel Lazaro mpaka tulipofika mbeleni huko tukatengana. Rais akamwambia mzee achague jina la kuendesha dini yake, kwa sababu ilikuwa ni mapambano, kila siku wanampiga vita mpaka walimweka ndani kwa ajili ya kutaka majengo ambaye waliyajenga washirika wake. Kwa hiyo rais akamwita Mwinyi, akamweleza atafute jina la kusajili dini. Akasajili, basi ndio tukaendelea. Hapo wakati amesajili hiyo dini, ilikuwa ni yeye ndio mwenye dini sasa, akawa ndio askofu, hakuna mwingine sasa. Na hapo ndio utumishi ukaanza. Na vipi safari yake ambayo alikuwa anaenda kutangaza injili? Changamoto upande wake ilikuwa ni nini? Kutangaza injili kwa changamoto, yani anakwenda bila chochote. Saa nyingine anatembea na miguu miezi na miezi. Azidi kumpenda Yesu. Kumpenda Yesu ndio chanzo. Bila kumpenda Yesu huwezi kuwa na maisha mazuri katika nyumba yako. Ukimpenda Yesu na kumheshimu Mungu, na unajua namna ya kumhudumia hata mume wako. Maana mwanaume ni mkubwa wa nyumba, lakini pia umheshimu, umhudumie ipasavyo. Siseme tu kwamba kwenye harusi unafunga harusi kwamba nitamtii, nitampenda, lakini unafika ndani ya nyumbani upendo unaisha. Huwezi kumtii wala kumheshimu wala kumwombea. Kazi ya mama ni kumwombea mume wake na kumheshimu kila wakati. Siwe na makwazo makubwa ya kugombana.
kuchukizana. Leo mimi nakwenda nyumbani kwetu nimechoka. Kuvumiliana. Na kama anakukosea mume na unamsamehe. Unaanza upya. Ndio. Kabisa. Lakini ukiyaweka moyoni na kumkasirikia mume hamwezi kukaa vizuri. Hata Mungu hayampendezi. Anampendeza Mungu na wanadamu kuheshimiana, kupendana. Sawa sawa. Akuwa na subira hata mmekukwaza. Uona subira usione kwa watu naanza kuropoka maneno na kumdhalilisha mume wako. Hapana, Mungu hapendi hivyo. Hata wanadamu hawapendi hivyo. Sawa sawa. Unapenda kuheshimiana, kusameheana. Ndio maisha yanavyoenda. Lola aende mbinguni. Kuna kituo kinajengwa kule Chanika ambacho itakuwa ni kumbukumbu ya maisha yake na kazi zake. Ningependa angalau asalimie kidogo, si ndio Ni mama yetu wa imani. Alikuwa na baba wakati wa kazi. Pamoja na kaka Wile huyu hapa ambaye ni mtoto mkubwa wa mzee Kulola. Ndiye anayeshughulikia kituo cha mambo aliyofanya mzee Moses Kulola. Sasa nafikiri nianze na mama. Mama, angalau njoo utusalimie kidogo. Alivyoyamaliza pale Kalivari na akafa akafufuka, yaliisha na sasa yataisha. Mujipe moyo watu wa Mungu. Tuko karibu ya kuvuka. Bwana Yesu yuko karibu kuja kutuchukua tukapumzike. Kwa hiyo tufanye kazi kwa moja na kwa moyo na kwa ushauri. Bwana asifiwe. Tusichoke kutumika. Tutalipwa kila mtu huko mbinguni. Mimi nimeona nije nisalimu wengine watoto, wengine wajukuu, wengine watukuu. Nikaona tuje tufurahi nanyi katika dakika moja au mbili kwa ajili ya kuniona na kuwaona nyie. Kwa mwili ni mzee, lakini kwa roho mimi ni kijana. Hata nyinyi mmeniona wakembea na chechemea kwa mwili, lakini kwa roho nina nguvu tena. Nikamwambia kijana wangu twende tukaone huko, sijaona hata siku moja. Kwa hiyo tupeane moyo wa kumpenda Mungu na kumpenda Yesu na Roho Mtakatifu. Na kumpenda mchungaji wetu, maana ndio amewekwa na Mungu. Na kumuombea na mke wake na kanisa lote, wazee wa kanisa. Bila kufanya hivyo, ndugu yangu, hatujafika mbali. Tutakuwa tumechelewa. Lakini chukua hatua ya kufunga na kuomba. Muombee mchungaji, muombee mke wake, muombea familia na wazee wa kanisa na kanisa lote, tuombeane. Na Mungu atatutia nguvu, atatutia ushindi kutoka juu mbinguni. Usichoke. Wengine wanafunga siku hizi, ni shetani linawaambia kwamba mlifunga zamani umetosha. Lakini usikubali, mwambie rudi nyuma shetani, mimi naenda na Yesu. Nimefurahi sana, yani nilichelewa hata kulala. Sijui udini utakucha niende nikaona watoto. Wajukuu wananiambia utafika bibi huko, utafika. Kasema kwa jina la Yesu nitafika, hata natambaa. Na kweli nimefika, natambaa hapa kwa uwezo wa Bwana Yesu. Amen. Sio kwa nguvu zangu.
ni kwa Bwana Yesu aliangikwa pale msalabani kwa ajili yangu na kwa ajili yako na kwa ajili ya sisi sote. Hao tunampenda Yesu, atatupeleka mbinguni. Bwana asifiwe. Amen. Nilikuja Chanika hapo kama alivyoeleza mwanangu hapa, mchungaji baba yangu askofu. Nilikuja hapo kwa shughuli fulani. Sasa iliisha jana. Nikamwambia mwanangu nipeleke nikaone huko. Siku nyingi sijawaona na wasikiaga tu. Lakini macho yangu yaende akaone, na miguu itembee nifike. Ingawa natambaa lakini kwa Yesu niko salama sana. Bwana wabariki. Mubarikiwe sana watu wa Mungu. Mbarikiwe na muongezee, msirudi nyuma. Muendelee kumtumikia Mungu kwa sababu kila mtu atalipwa kwa kadiri yake alivyompenda Mungu, alivyomtumikia. Usitegemee mchungaji. Zaidi na wewe ukienda nyumbani, jipe moyo. Muombe Mungu, funga na kuomba Mungu. Bwana, siku hizi mimi nimekuwa mvivu wa kufunga. Bwana, nimekuwa mvivu wa kuomba. Nitie nguvu kwa sababu niko karibu kufika mbinguni. Utanipa ambacho nilikifanya hapa. Amen. Na zaidi tupendane. Amen. Tupendane kama Yesu alivyotupenda. Yesu na Mungu Baba na Roho Mtakatifu alitupenda, na sisi tupendane. Bila upendo ndugu yangu haifai. Upendo ni kitu kikubwa, tena na msamaha. Tusameheane kama mwenzao alikukosea, msamehe, kwa sababu mbinguni hawaingii wenye kuwa na makorogation. Hapana, tunakwenda na njia iliyonyooka. Na Bwana wabariki. Amen. Ninawakaribisha kwangu, nakaa Mwanza. Nakaa Kapli Point. Karibu huko, mje muone pale nakokaa. Hapa bibi ndio anapoingia, hapa ndio anakotoka. Lakini nawaombea. Hata msipofika wengine, maombi yangu yanawafuata, na nyinyi maombi yenu yatanifuata. Mbarikiwe kwa hivyo. Abarikiwe mchungaji, abarikiwe na mama. Amen. Na wote tubarikiwe na Yesu, kwa sababu njia yetu ni moja ya kwenda mbinguni. Bwana Yesu ndio njia ya uzima na kweli. Hakuna mtu atakayefika mbinguni bila kupita kwa Yesu. Amen. Lazima Yesu, hata umchukie ni Yesu. Huyo ndio njia. Huyo ndio njia na kweli. Kwa hiyo tumwamini huyo, tumpende, tumutumikie kwa shida na kwa raha, tumutumikie kwa sababu huko mbinguni tutakwenda kufutwa machozi na kulipwa ambacho Mungu anajua mwenyewe. Tutavikwa taji kwa kuhudhuria kufanya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe sifa. Amen. Kama alivyosema mchungaji, mimi kweli nimezunguka sana kuhubiri pamoja na mzee. Tanzania hapa sijui ni wapi. Paka Burundi, mpaka Rwanda, paka Kongo, paka nimefika Israeli. Sehemu nyingi tu. Lakini nilikuwa nikienda nampeleka Yesu. Sikupeleka mwili wangu, nilimpeleka Yesu na kumtangaza Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bwana wabariki. Amen. Asante. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Kwa majina naitwa Wile Moses Kulola. Ni mwenyekiti wa taasisi ya The Bishop Moses Kulola Foundation. Mwaka huu 2025 tunakwenda kutekeleza agizo aliloliacha baba yetu wa kiroho, babu yetu, shujaa wa imani Dr. Moses Kulola, kwamba itakapofika miaka 12 toka atakapotwaliwa, wana wa injili wakusanyike hapa Chanika ambapo umeuona uso wangu. Bwana alimwambia hivyo. Sasa tarehe 27, 28 na 29 mwezi wa 8 tunawaalika sasa tukusanyike hapa Chanika, Dar es Salaam, kutii na kutekeleza agizo tuliloachiwa na baba yetu. Tunatarajia kuwa na wageni wasiopungua 500 mpaka 1000 kila siku. Sasa kwa mimi kama mimi na taasisi yetu bado changa, sio rahisi kumudu, lakini tumejipanga na wewe tunakushirikisha sasa. Bajeti yetu kwa siku 3 ni karibu milioni 10, milioni 9.9.
Sasa tunaomba utushike mkono kwa kupitia namba yetu ya simu 0766988087 na 0783297949 na akaunti ya benki ukihitaji, basi utapiga namba hizo, sisi tutakupatia. Shiriki pamoja nasi. Tarehe 27 wakina mama wote nchi nzima mnakaribishwa, wa madhehebu yote mnakaribishwa. Mama Kulola anakwenda kuongea na kina mama wote kuanzia umri wa miaka 15 na kuendelea. Tarehe 28 ni watumishi wa Mungu wote wa madhehebu yote kuanzia asubuhi mpaka jioni. Tarehe 29 ndio kilele. Siku hiyo kuna mambo mengi. Tunakwenda kutoa tamko ambalo baba aliliacha, ambalo Bwana alimwambia aongee na watumishi wa Mungu. Tutakuwa na wahubiri mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Kutakuwa na kwaya nyingi sana kama City Center ya Mwanza, PVC ya Tunduma, kwaya za AIC Dar es Salaam na kwaya nyingine nyingi. Kwa hiyo tunakuomba usikose. Kutakuwa na huduma ya chai asubuhi, chakula cha mchana na chakula cha jioni. Usihofu kwa hilo. Shiriki pamoja nasi, uweke alama katika tukio hili. Mungu akubariki sana. Amen. Utueleze maisha yako ya utotoni au ya ujanani yalikuwa vipi, ili watu waweze kujua kwamba kazi ya utumishi wa Mungu haikuja tu kama unavyokuona leo, kwamba ulipitia hatua gani utotoni. Je, hii kazi ya Mungu, huu wito ulikujaje kwako? Labda ulishawishiwa na mtu au ilikuja tu kwamba Mungu alikuteua? Sasa ningeomba wafahamishe Watanzania wote na watu wote kwa ujumla kwamba ni vipi wewe uliweza kuingia katika utumishi wa Mungu. Karibu. Asante. Mimi nilizaliwa miaka ya 30 na nilikuwa maisha yetu yalikuwa ya zamani ya kukaa uchi, na tumekuwa wachungaji tu. Baadaye tukakamatwa na askari wa serikali ya Kiingereza, kupelekwa shule kwa nguvu. Vile ilikuwa hakuna hiari ya shule, na ilikuwa shule ni chache. Kwa mfano kwa Mwanza ilikuwa na Bwiru tu, na shule za madarasa ya kwanza mpaka pili kwenye mabaraza ya watemi. Sasa mimi nilianza na shule ya mission, shule Matale, hapa mkoani Mwanza, Matale kule Kisabo, Bujashi. Na nilianza kusoma mwaka wa 38 na hapo mission pole, lakini za mission hazikuwa na nguvu sana na msukumo. Baadaye nilikuwa na moyo wa kumpenda Yesu tu by nature, na nilipenda Yesu sana. Hata wenzangu wakaniona niko tofauti na wao pale nyumbani. Lakini mwaka 46 Bwana Mungu alinijia pale pale nyumbani, akaniita kwa sauti yake usiku, na akaniita tena baada ya wiki. Ilikuwa mwaka 46 mwezi Juni tarehe 10. Ndipo sauti ya Bwana ya utumishi kamili ilinijia. Lakini utoto wangu wote, japokuwa sikujua Mungu uzuri wake ukoje, basi nilimpenda tu Mungu bila kujua nampenda. Nilijilinda na wanavyofanya wengine. Mimi sikushiriki, sicheza michezo ya Kisukuma ya kienyeji, sikucheza. Nilikuwa nahisi tu ni makosa mbele ya Mungu. Kusokota malingi chini sikusokota, ndugu zangu walisokota. Kuvaa mavazi ya kijadi na ngozi sikuvaa, yalikuwa hapo mavazi ya kuchezea. Kila kitu wakiniuliza nasema mimi ni Mkristo, siwezi kufanya mambo haya. Wito wangu mwaka 46 sasa nikamaliza shule pale Bwiru mwaka 49, na baada ya hapo nilianza kujifunza mambo ya architecture,
na art, na nilijifunza siku za ukoloni kwa vyuo vya kikoloni vya Kiingereza kwa miaka mitatu. Nikafuzu 52 nikaanza practically, na 53 nikaanza rasmi kuwatumikia Waingereza, tukiwa na ujuzi huo wa kutengeneza ramani za majengo, architecture na kupima surveyor. Nikaingia kwenye wizara ya ujenzi na siku zile inaitwa PWD, yani Public Works Department. Basi nikaendelea hivyo. Mwaka 53 huo nikapata binti, maana nilikuwa nimechoka sasa na ujana, maisha ya ujana, kuruhuliwa kumkosea Mungu, na nilishiriki maisha ya ujana. Nilifunikwa tu, sikuwa na kwamba napenda, ni ujana ulinisumbua, lakini Mungu akanisaidia, nikapata mchumba niliyemchumbia kwa ng'ombe 20, na niliambiwa kuoa baada ya kulipa nusu ng'ombe 10, na nilizipata nikalipa, nikaoa, nikafunga ndoa pale Makongoro. Baada ya hapo nilianza kumtumikia Mungu. Moyo wa utumishi ulianza tena kwa nguvu. 56 niliingizwa katika utumishi wa makanisa, nikawa mzee wa kanisa. Nilimpenda Mungu kwa upande wa siku zile, si kama leo. Siku zile injili ilikuwa duni hasa, na ilikuwa adimu. Haikuwepo injili ya uinjilisti, haikuwepo. Basi niliendelea 57 nikawa mzee wa kanisa tena, nikachaguliwa kuwa mjumbe wa sinodi. Alafu 58 wito ulinibana, nilianza kumshuhudia Yesu, nikaanza kukataa desturi ya dunia. Ingawa sina mafundisho ya Mungu hasa yukoje, Mungu kamili, lakini kwa imani yangu ya siku zile nilikuwa kamili. Basi nikaanza kufuata njia ambazo aliyenifundisha Pastor Malongo, Jonathan Malongo, maana nilikaa kwake. Ni baba yangu wa imani kabisa, na alikuwepo mama wa kizungu aliyenilea katika utoto nikisoma, alikuwa anaitwa Mama Florence Pili. Basi walinisaidia. Pastor Malongo alipokufa nilibaki mpweke. Mama Tili akabaki, akanisaidia kunipeleka kule na kule kuhubiri. Mwaka 59 maamuzi ya injili na hubiri, 60 na hubiri. Pia ni mjumbe wa sinodi, pia ni mjumbe wa baraza la usuluhishi wa ndoa katika makanisa ya AIC. Alafu ni assistant mchungaji wa kanisa la Makongoro AIC wakati wa siku za Pastor Metusela Chagu. Na mpaka alipokufa Pastor Mwanamitinja alikuja pale Makongoro, ilibidi niwe huru, na nilifurika sana kwa Roho Mtakatifu. Nilianza hivyo kwa kujitafutia mimi nimpateje huyu Yesu. Ninaona wito wangu si mchungaji hasa, ingawa nilishiriki mchungaji mwaka na nusu kuendelea na kanisa kubwa la Makongoro, lakini haikuwa kwamba nimetosheka. Kuna kitu nakitaka kipate. Ninamwomba Mungu anifunulie niwe na utumishi wa ziada. Lakini nikirudi nyuma 59, Billy Graham alikuja Mwanza akahubiri Nyamagana Stadium, na niliona maelfu ya watu. Nikasema rohoni, naitaka injili hii. Alipokuwa akihubiri Billy Graham, nilinyoosha mkono kumsota yeye, maana nilikuwa ninakaa mbele. Nikasema, Mungu nisaidie nihubiri kama huyu. Ninampa kidole na nipo mbele. Niliona hakuna injili sijaiona kama ya Billy Graham. Tokea pale Mungu akanitumia kwa njia ya badiliko la kuhubiri. Niliona njia ya Billy Graham ni ya kuvuta maelfu ya watu. Maelfu. Vile niliona Wahindi, Waarabu, Waafrika,
wazungu wakimwijia Yesu kuwa mwokozi wao wa maisha yao. Basi na niliendelea kwa hatari, ingawa nilikuwa na shida. Viongozi wangu wa makanisa hawakupenda sana Injili kwa sababu hawana kitengo cha uinjilisti wa kutembea. Wao katika uinjilisti ni kuwa na kanisa, sio kutembea huko na huko kwenda unampeleka Yesu. Basi niliendelea tokea pale, na matatizo ya Injili yalianza kwa sababu sikuitwa na kanisa wala sikuamuliwa na kanisa kwamba mtumikie Mungu. Ni kitu kilichotoka ndani baada ya wito wangu wa mwaka 46. Na nilikuwa najisikia simtumikii Mungu, nataka zaidi najifunza maneno ya Mungu. Nilikuwa napata mafundisho ya Bible School za miaka ya 56 na 7, mafundisho yaliyotolewa na pastor au missionary Stila aliyekuwa mkuu wa chuo Katunguru na Majaida kule Ntuzi. Alikuwa anatufundisha nyakati za jioni wakati wa kumaliza kazi. Alifungua tawi lake hapo Makomboa. Kwa hiyo tuliingia sana katika mafundisho ya theology. Na namshukuru Mungu mafundisho alitusaidia ili kupambana na shetani. Lengo langu ni kuwatwaa wengi kwa Yesu, kuwahamisha kutoka duniani, kuwapeleka juu mahali walipotoka. Lengo langu ni hilo. Na dhiki za Injili hakuna kusimulia. Nikisimulia leo hii siku 2 mfululizo, na hata hivyo sitazimaliza, kwa sababu Injili ni mwiba usioweza kung'olewa na mtu ila mwenye Injili. Naomba nikuulize askofu kwamba ulipoanza kuhubiri ukiwa ndani ya kanisa la AIC, ni vikwazo gani au vipingamizi gani ambavyo ulivyokutana navyo kiasi kwamba vilikusukuma ili ufanye au uhubiri ukiwa mwinjilisti huru? Upande wa AIC hawana kitengo cha Injili ya mtu kutembea huko na huko akienda akifanya mikutano ya nje hadharani, na mimi ndio wito wangu huo. Na nilipata ufunuo hivyo tu hasa nilipomwona vile Jelamu mwaka 59. Changing ya maamuzi yangu ilibadilikia hapo. Kwenda ninawakusanya watu aina zote, si kanisani tu. Injilisti wangu nilipewa wa nje. Tayari. Askofu, ningependa kukuuliza kwamba ulipokuwa wito umepamba moto ukiwa katika dhehebu la AIC kwa kipindi hicho, unaweza kutufahamisha kwamba ni vikwazo gani ambavyo ulikutana navyo vilivyotaka kuzuia wito wako uliokuwa unachemka wakati wote? Wao hawakupenda tu mwinjilisti anayetembea mahali mikutano ya nje. Hawana desturi hiyo katika kanisa lao. Kwa hiyo walizuia kabisa, na walisema katiba yetu haina sema tuna wainjilisti wanaokwenda wanahubiri hadharani, wanajitangaza wenyewe. Kama wewe ni mwinjilisti, nenda kafungue kanisa basi. Vikwazo vilikuwa hivyo, na hawakupenda kuhubiri ile Injili Yesu ni mwokozi kweli anayeweza kusamehe, na Yesu anaponya wagonjwa, anaweza kufukuza pepo, na ujazo wa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Wao hawana hayo. Naomba nikurudishe nyuma kidogo. Umetuelezea kwamba ulioa miaka ya 50. Unaweza ukawasaidiaje vijana wa leo kwamba uvumilivu gani uliokupata wakati huo na ndoa yako ilikuwa ya namna gani kwa ufupi? Ndoa yangu ilikuwa ya zamani, na nilitegemea mimi mwenyewe sababu ya wazazi hawakuwa na kitu kingi. Kwa hivyo nilijitegemea, na harusi yangu haikuwa na sherehe. Nilipomaliza kushona suti yangu na nikaendelea kidogo mpaka kama leo, kesho ni harusi, nilikuwa na akiba ya shilingi ya senti 30.
sendi 30 mfukoni. Basi na tulipatana na mwenzangu, yani bibi harusi, kwamba nikitoka hapa tutakutania kanisani, sawa, tutavalia huko. Na wakati nimemaliza kufunga ndoa, sina gari, sina baskeli wala chochote. Nilikuwa na huzuni sana, mpaka wazungu wakaniuliza, "Mbona una huzuni sana?" Niliwaficha. Wakauliza, "Unalo gari?" Kasema sina. "Unaurudije sasa na bibi harusi?" Nikamwambia tutatembea kwa miguu. Tulikuwa tumepatana tukitoka kanisani, binti apitie Makongoro, tutakutania huko. Na mimi nipitie Samiro, kila mtu njia yake. Tutavua magauni, tutavua masuti, tutembee. Na hakuna aliyetufanyia sherehe isipokuwa shemeji yangu alileta kisahani cha wali kidogo na mboga ya nyama kwenye bakuli. Nikala mimi na yeye, dada, mke wangu na wasindikizaji wangu wawili na rafiki yangu, wote watano tu basi. Na tukakaa siku 2, ya tatu tukapewa jiko. Tukaambiwa msitegemee sasa. Na nilikuwa na akiba ya senti 30 tu. Na nilipopewa jiko, yani kuamuliwa kujipikia na kujitegemea, hakuna wakunisaidia. Ilibidi niende kwa rafiki yangu asubuhi, akanipa shilingi 40. Na shilingi 40 zilikuwa nyingi, zinazoweza kutumika kidogo siku hizi. Basi nikaanzia hapo tu. Maisha ya shida, lakini mpaka leo naendelea vizuri. Kwa hiyo vijana, ni kuacha kujiandaa sana ukapate hasara, ukatafute fedha, ukanunue vitu. Mimi nimelalia kitanda cha godoro la katani. Katani. Tena lilikuwa la zamani, limekuwa gumu. Unaona? Ukilitoa leo nje, leo wiki ijayo tu kunguni wamejaa. Unamwagia maji ya moto, unapiga unalifungua, unaweka nje. Hivyo mwisho nilipopata maisha mazuri, baada ya kwa si lazima ujiandae kununua vitu, unafanya na kamati za sherehe, sijui maholi, gharama gani hiyo? Haina maana. Ni funga harusi, umeshanunua labda nyama kidogo na wali, mchele kidogo tu, ule na rafiki zako wachache, basi anaisha. Cha sherehe alianza sherehe ndiye aliharibu. Ni hao matajiri ndio wameanza sherehe, basi yanawatia watu hasara. Na mtu asipofanyia sherehe haoni ni harusi. Kwa hiyo vijana wa leo, ole wengi, nafikiri mjionye wenyewe. Naomba nikuulize swali moja. Umesema kwamba ulikuwa ukikaa mtaa wa Usemao. Unaweza kukumbuka ni mwaka gani ulihamia Mabatini ambako inasemekana ilikuwa ni poli kabisa? 56. Kwa kipindi hicho Mabatini kwa katika hali gani? Ilikuwa haipo. Ndio mwaka ule line polisi inajengwa. Line polisi imeanza kujengwa 54, polepole 55. Ilikuwa nje kabisa ya mji. Ndio wakawa wanasema sehemu ya huku, mji unahamia huku. Watu walikimbilia kwenda kununua viwanja kule. Na mimi kwangu nilinunua pale kwa shilingi 300. Shilingi 300. Kiwanja chote hicho shilingi 300 tu. Na nikajenga kajumba hako kadogo ka kwanza kwa pesa ndogo nilizokuwa nazo, ninafanya kazi. Kule nilikuwa chui, nilikuwa fisi, walikuweko tumbili tu. Yani hakuna mtu. Ilikuwa ikifika saa 12 funga milango au sivyo tusikia fisi anaingia ndani. Ilikuwa nje kabisa ya mji. Mtu akipita kule saa zimefika kama saa 11 hivi na kuendelea, anakufa tu. Anauawa na majambazi. Anauawa na majambazi. Naomba nikuulize au uwaeleze watazamaji jinsi gani miaka ya 60 ulipoanza sasa, wito ulipoamua sasa kwamba naanza kuhubiri.
unaweza kuwaelezea vipi watu wakakuelewa kwamba kazi ya injili ilipoianza ilikugharimu vipi, au ilikupitisha katika machungu yapi kuanzia mwaka 69 mpaka unafikia mwaka 65 kabla hujaenda chuo cha Biblia? Kuanzia mwaka wa 58, tuseme kuanzia nilipokuwa nimeanza kumshuhudia Yesu kama Mwokozi, miaka ya 57, 58, wito wangu ukiongezeka sana. Hiyo ilikuwa ni miaka kama ya mwamko wa injili, lakini kama kiutumishi nimeanza miaka ya nyuma zaidi ya hapo. Naona mzee wa kanisa, mwinjilisti, mwalimu wa Sunday school, na aina mbalimbali za kanisa. Nimepata machungu ambayo kuyaeleza kwa kweli si rahisi, ila kwa kuwa ni kila mtu anavyoitwa na Mungu ashike hilo, asilegeze. Kupita kwangu kwenye machungu mengi nimepita. Nafikiri ndugu zangu nchi yote wanajua niliyoyapitia kwa shida, kwa kuwa